Kuna watu ambao siku ya jana walikuwa wanaeneza maneno hayo mitandaoni, yalikuwa yanasambaa kwamba ujauzito wa Wema Isaac Sepetu pamoja na ujauzito ni wa Wema sio, lakini aliyempa ni Whozu, kwamba ni michezo tumechezewa, lakini haikuwa kweli au haikuwa kweli, na kujifungua kwake wanahisi pengine ni michezo, kitu ambacho au taarifa ambazo Whozu alikuja kujibu kwa vitendo kwa kuweka ile video inaonyesha wakiwa wanafanya ultrasound pamoja na pregnancy test. So ni kama waliwajibu kwa vitendo wale watu ambao walikuwa wanaeneza hayo maneno. Sasa wakaja na maneno mengine, wanahisi pengine, unajua mtu asipoamua kutoamini anaamua tu hivyo kwamba yeye amini. Lakini kitabibu inawezekana kabisa mtu kukosa mtoto kwa miaka mingi lakini baadaye akaja akapata. Na sio kwamba eti Whozu ni rijali sana na maex zake wengine sio marijali ndio maana kupata ujauzito. Wema ndo aliyekuwa na matatizo, lakini pengine kipindi hiki hayo matatizo yametibika kwa sababu Wema alikuwa sio mgumba. Kuna utofauti kati ya infertility, huyu ni tasa, na kitu kinaitwa sterility. Hiyo ndo mgumba, mtu anakuwa mgumba wa kudumu. Pengine huyo mtu ana korodani, kama ni mwanaume anakuwa ana korodani kabisa, so hawezi kuzalisha kwa njia ya kawaida, au pengine ile mfuko wake wa uzazi, kama ni mwanamke anakuwa hana kabisa ule mfuko wa uzazi, kwa hiyo hawezi akapata mtoto kwa njia ya kawaida. Hiyo ndo sterility, ugumba wa kudumu. Lakini Wema alikuwa na tatizo la infertility, so alikuwa ni tasa pengine, na tatizo hilo na huyo mtu ambaye anasumbuliwa na tatizo la infertility baadaye kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kuja kupata ujauzito. So huenda Tadiva anasumbuliwa tu na matatizo ya kawaida ya infertility, pengine baadaye anaweza akaja kupata mtoto kwa matumizi sahihi ya dawa za uzazi, pengine labda pengine mwili wake ulikuwa uwezi kufanya ile ovulation, baadaye baada ya kutumia tiba ukaja ukawa na uwezo wa kufanya, au pengine mirija yake uzazi ilikuwa imeziba ndio maana alikuwa hawezi kupata mtoto. Amepata matibabu, sasa mirija ya uzazi imeachia, lazima atapata mtoto baadaye. So inawezekana kabisa, kitu ambacho inabidi ukijue ni hicho, kwamba inawezekana mtu kukosa mtoto kwa miaka mingi baadaye akaja kupata. Kitaalam inawezekana kwa sababu huyo mtu anakuwa ni tasa tu kawaida, sio mgumba. Kuna tofauti kati ya tasa na yule mgumba wa kudumu. Kwa hiyo wale watu ambao pengine mlikuwa mnatilia shaka majibu yenu haya hapo. Mr. MIWDL Simba, hayo ndo majina yangu. Bye bye till the next time.